Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya akili. Naitwa Deborah Mungomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Kila mzee hapa duniani anahitaji kuthaminiwa, kuheshimiwa na kujisikia salama. Lakini kwa bahati mbaya sana kwenye jamii zetu, wazee wengi hawajisikii hivyo. Badala yake kuna unyanyasaji wa wazee ambao mara nyingi unakuwa hautambuliwi na pia hauwi reported. Kwa hiyo wazee wanaendelea kunyanyaswa kimya kimya na kuteseka. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza kuhusu unyanyasaji wa wazee ili uweze ufahamu sifa zake, nani wanaofanya, na pia baadaye jinsi ya kuwasaidia wazee ili wasiweze kunyanyaswa kama wanavyonyanyaswa sasa hivi. Unyanyasaji wa wazee ni kitu gani? Ni tendo lolote unalofanya au usilofanya ambalo litamsababishia mzee hatari au madhara. Mzee tunayemuongelea ni mzee kuanzia miaka 60 kwenda juu. Kwa hiyo ni vitendo ambavyo vinakusudia kuwaumiza au kuwadhuru wazee, au vitendo vya kuwatelekeza. Yani kama ufanye kitu maana yake unawatelekeza, yani unatakiwa kufanya kitu lakini umeacha kufanya kitu ambacho unatakiwa kufanya. Takwimu za WHO za 2022 zinaonyesha kama takriban mzee mmoja kati ya wazee 6 anaweza kuwa ananyanyaswa kwa namna moja au nyingine. Alafu 60% ya wanyanyasaji wanaonyanyasa wazee ni wanafamilia. Kwa hiyo bahati mbaya sana wanafamilia ndio wanaoongoza kwa kunyanyasa wazee wao, ambao labda wanaweza kuwa ni wazazi au grandparents, watoto na wenzi wao mara nyingi ndio wao wanaridi sana kunyanyasa wazee. Alafu nusu ya wazee wanaonyanyaswa ni wale ambao wameanza kupoteza kumbukumbu, wale wenye dementia. Alafu aina kubwa ya unyanyasaji unaotokea ni unyanyasaji wa kiuchumi, yani kuwaibia, kuwatapeli na kuwadanganya ili kupata mali zao. Ndio aina kubwa zaidi ya unyanyasaji ambao inatokea. Na unyanyasaji wa wazee ni mojawapo ya tatizo la afya ya jamii, lakini mara nyingi huwa halijawa reported na wazee wanaendelea kunyanyaswa na kuumizwa vibaya sana. Mahali gani ambapo unyanyasaji unatokea? Unyanyasaji wa wazee mara nyingi unatokea nyumbani kwa watoto wao. Kama mfano watoto wanaotunza wazazi wao, unakuta anaanza kunyanyasa kwa namna yoyote ile. Alafu kwenye nyumba za kulea wazee kunatokea sana unyanyasaji. Alafu hospitali kunaweza kutokea unyanyasaji, yani pale labda mtu anamtreat vibaya mzee kwa sababu ni mzee au amjali au anamuignore. Alafu kwenye jamii zetu ndio kunatokea sana. Alafu hata nyumbani kwa wazee wenyewe, kama wanakaa peke yao, wanaweza kuwa wanakuwa really mistreated na watu, wanaweza kuwa wananyanyaswa na mtu yoyote yule, hata mtu ambaye ni stranger ambaye sio family member anaweza kuwa mnyanyasaji wa wazee. Na kuna aina mbalimbali sana za unyanyasaji wa wazee. Ya kwanza ni ya kimwili. Kama unyanyasaji wa kimwili ndio unaelezea sehemu nyingine ni kwamba unahusiana na kunyanyasa huu mwili. Kwa hiyo ni kwamba mtu unaweza kumpiga mzee, ukamsukuma, wafungia ndani. Sasa nyingine anaona kama huyu ni mzee, kwa hiyo anaona anastahili kufungiwa ndani bila ridhaa yake. Alafu matumizi mabaya ya dawa. Unakuta watu wengine kwa sababu ni mzee, kwa hiyo anaamua kumpa dawa ili alale, labda anaona huyu mzee anasumbua, kwa hiyo unampa dawa ili kumcontrol. Kumbuka definition ya unyanyasaji ni power and control. Kwa sababu mzee anakaa chini ya uangalizi wako, kwa hiyo unaona kama dawa nyingine ya kumcontrol ni kumpa dawa ili aweze kulala, ili aweze kufanya mambo yako. Huo ni unyanyasaji, kwa sababu kama anakunywa dawa ambazo hastahili, huo ni unyanyasaji. Alafu kutowatibu, kwa sababu kutokutibu pia kunaumiza mwili. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine umeacha wazee asitibiwe kwa sababu yoyote ile, huo ni unyanyasaji. Alafu unyanyasaji aina ya pili ni unyanyasaji wa kisaikolojia, mfano kuwatishia, kuwafokea, ndio hivyo, kuwadharau, kuignore. Wanaishia wanaumia sana kwa ndani. Maumivu ya ndani ndio yale maumivu ya kisaikolojia. Wazee wengi wanapuuziwa mawazo yao au maamuzi yao. Kwa hiyo unakuta unapowapuuzia ni kwamba wanajisikia vibaya na wanaumia kwa ndani, ila kwa sababu labda wewe ndio unayemwangalia, kwa hiyo anaumia kimya kimya tu, anateseka. Kiuchumi, ambao ndio aina kubwa sana unyanyasaji, ni kwamba ni ile exploitation inayofanywa kwa wazee. Mfano kuwaibia. Wengi wanaibiwa pension. Unajua wazee labda wakati wao wameretire na hela zake za pension, wanaibiwa pension au mali zao. Alafu kuwalazimisha kusign documents, kama kulazimisha kusign document mbalimbali kama vile mirathi au mali zao, labda mtu unakuta umemlagai, unamwambia tu sign hivi, huo ni unyanyasaji kama umemlazimisha. Alafu kutumia vibaya account zao. Kuna mwingine kwa sababu unamtunza mzee au ni mzazi wako, unafahamu access ya hela zake na access ya mambo yake, kwa hiyo unaanza kutumia vibaya credit card account yake, unachukua tu hela bila ridhaa yake, huo ni wizi. Alafu kuwatapeli na kuwadanganya wazee ni jambo kubwa sana ambalo linatokea. Kijinsia ni kwamba wanyanyasaji huwa wazee na wengine wananyanyasa kwa kuwalazimisha kufanya nao ngono. Wanatake advantage kwa sababu uwezo wao wa kufikiri
ni mdogo au labda hana nguvu, kwa hiyo mtu unakuta amemlazimisha anafanya naye ngono, huo ni unyanyasaji wa kijinsia ambao unatakiwa kuwa reported, kwa sababu ni ukatili wa hali ya juu kumfanyia mtu labda ambaye unajua hajitambui wala hajielewi. Huo ni unyanyasaji na ni kitu kibaya sana. Alafu aina nyingine ya unyanyasaji ni kuwatelekeza. Mfano kutokuwapa mahitaji yanayostahili, kuacha peke yao wanapohitaji msaada, labda mtu yuko hospitali au yuko nyumbani, unamwacha tu hapo aume peke yake, huko ni kutelekeza mtu. Alafu kuacha kwenye mazingira machafu, yenye baridi, hatari, mazingira yote ambayo ni hatarishi, ambayo hayafai. Ukimwacha mzee ambaye anahitaji kusaidiwa, ni kwamba unakuwa unamtelekeza. Alafu aina nyingine ya utelekezaji ni yule ambao ni mtu anajitelekeza mwenyewe, ambao ni mzee mwenyewe anaofanya. Anaweza kama anajitelekeza mwenyewe, ambao ni unyanyasaji. Hata kama unajifanyia mwenyewe ujue unajinyanyasa, na ni unyanyasaji kama unyanyasaji mwingine. Ni pale ambapo unakataa msaada. Unatakiwa kupewa msaada, lakini unakataa kwa sababu zozote zile. Unakataa kunywa dawa, unakataa kuogeshwa, unakataa vitu gani ambavyo unahitaji kufanyiwa. Alafu na kujiweka kwenye mazingira ambayo ni hatarishi. Kama mfano unajua kabisa labda unataka kusaidiwa kitu fulani, lakini unakataa, unajua kwenye mazingira hatarishi, huo ni kwamba unajitelekeza, na huo ni unyanyasaji. Hata kama unajifanyia mwenyewe, ni unyanyasaji wa wazee, unajinyanyasa mwenyewe, ambao sio kitu kizuri. Ni vizuri sana kuishi kwa kujiheshimu, kwa kujipenda, na pia kujali hata feelings za watu wengine. Ni vihatarishi gani au risk factor gani ambazo zinasababisha wazee wanyanyaswe? Ni mambo gani ambayo yanavutia watu mpaka wanyanyase wazee? Jambo la kwanza ni kwamba wazee, kihatarishi cha kwanza ni kwamba wale waliopoteza kumbukumbu mara nyingi ndio risk factor kubwa. Kama mtu ameanza kupoteza kumbukumbu, watu wanaweza kutake sana advantage ya kumnyanyasa. Alafu wanawake wanaweza wakanyanyaswa zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo ukiwa mwanamke ni kwamba risk yako kubwa sana ya kunyanyaswa kuliko mwanaume. Alafu walemavu ni vile vile wananyanyaswa zaidi kwa sababu labda wanahitaji msaada zaidi, kwa hiyo unakuta wananyanyaswa zaidi. Alafu changamoto ya afya za akili, wengi unakuta ni changamoto za afya ya akili, kama na depression na anxiety, psychosis, magonjwa mengine mbalimbali ya akili. Wanamuona kama anasumbua, kwa hiyo unaweza kukuta wanamnyanyasa sana. Ndio wanaofungiwa saa nyingine wanapewa dawa walale kwa nguvu, yani hata kama hajapewa dawa na daktari. Kwa hiyo kama mtu ana changamoto ya afya ya akili ananyanyaswa sana. Alafu hii nao kwa wale ambao wanawatunza wazee, caregivers, ni kwamba caregivers ambao ni maskini au wana changamoto za kifedha, kiuchumi, pia wanaweza kuwa ni wanyanyasaji wazuri sana wazee, kwa sababu wao hawana fedha, lakini wanajua labda wanakaa na mzee ambaye ana fedha. Unakuta kwa hiyo anataka kutake advantage ya kumuibia, kumdanganya, kuchukua vitu vyao kwa nguvu, kuwasainisha vitu ili yeye ndo apate hela, wakati huyo mzee mwenyewe bado yupo, au labda kwa akili zake asingependa kufanya hivyo. Alafu kama mzee anategemea caregiver 100%, ni kwamba ana chance kubwa ya kunyanyaswa, kwa sababu ina maana ni power, ni control. Kama unamtegemea mtu 100%, ni kwamba anaweza kukucontrol kwa namna yoyote ile, hata kukulazimisha kufanya vitu kwa sababu uko chini yake. Alafu wazee wanaonyanyaswa pia risk nyingine wale wanaokaa peke yao. Kwa hiyo kama mzee anakaa peke yake kabisa, ni kwamba anaweza kanyanyaswa kwa namna yoyote ile, kwa sababu yuko vulnerable, anaweza kanyanyaswa vyovyote vile kwa sababu yuko peke yake. Alafu watu wengine waweze kugundua hata kama ananyanyaswa. Alafu pia risk factor nyingine ni kwamba kama kulikuwa kuna historia ya ugomvi au abuse kwenye familia ya wewe mzee, ni kwamba unakuta watu wengine wamebeba vinyongo miaka yote. Kwa hiyo unakuta naye akizeeka wanaanza kumfanyia vitu ambavyo havistahili, kwa sababu labda hakuwatunza vizuri au labda kwa sababu zozote zile. Lakini kumbuka, sio kitu kizuri, kwa sababu mzazi wako au mzee yote yule anastahili heshima, anahitaji dignity, anahitaji kuheshimiwa mpaka siku yake ya mwisho. Kwa hiyo hamna sababu nzuri yote ya kulipiza kisasi na kumwacha mtu ateseka. Huo ni ukatili na hautakiwi kabisa. Alafu riski nyingine ni mtazamo hasi kuhusu wazee. Watu wengi sana wana mtazamo mbaya sana kuhusu wazee. Wanaona kama wazee hawana akili, wazee au of course hao ni wazee tu. Lakini mkumbuke wazee wamewatunza na wanahitaji heshima, wanahitaji kuthaminiwa. Waache waishi maisha yao ya mwisho vizuri, waenjoy matunda ya kazi zao, sio kuwaibia wala kunyanyasa kwa namna yoyote. Alafu pia hii nyingine inahusu caregivers, ni kwamba kama caregiver yeye anayemtunza mzee ana stress, alafu kama ana stress kubwa sana, ni rahisi sana kunyanyasa mzee, kwa sababu kutunza wazee pia sio kazi rahisi sana, kwa sababu wazee kama nilivyosema kwamba wengine wanakuta labda wana wagonjwa, wengine hana nguvu, kwa hiyo wanakutegemea 100%. Na kama una stress sasa, nyingine ndio hivyo, stress zako unaweza kusababisha kwa hiyo mzee unaona kama anakuchosha, ana demand nyingi sana, au sijui ana nini. Lakini kumbuka ni mzee na maybe hakuwa hivyo mwanzoni, kwa hiyo anahitaji tu kuchukuliwa jinsi alivyo na hahitaji kunyanyaswa. Badala yake tuwaheshimu na tuwathamini wazee. Dalili gani zinaonyesha kama kuna unyanyasaji wa wazee? Jambo la kwanza ni kwamba majeraha yasiyoelezeka. Unakuta mzee labda ana alama, labda kama amekwaruzwa au amezabwa kibao
au amevunjika, hata mnashindwa hata kujua amevunjika wapi, au majeraha yote yale. Alafu anakuwa na uoga sana, anakuwa alert, yani ile alertness, yani yuko careful, anaangalia sana mazingira yake. Ukiona mzee wako ghafla ameanza kufanya hivyo, ujue maybe kuna something ina happen. Alafu ukiona dalili kwa ananyanyasa, ukiona kama mtu ameanza kuwa mchafu sana, ujue labda wanamnyanyasa, labda hawamuogesha au mtunzi vizuri. Alafu anaonekana kama anakosa maji au anautapia mlo, ujue labda hapewi chakula. Unamwona amekonda sana ghafla, ujue labda huyu anayemwangalia hampi chakula. Alafu ukiona ameanza kuogopa baadhi ya watu, ujue labda hao watu wanaoogopa, kile kuonyesha mbele yako kwa anaogopa baadhi ya watu, ujue labda hao watu anaoogopa maybe wanamtishia kwa namna moja au nyingine, au wameshaanza kunyanyasa kwa namna moja au nyingine. Alafu dalili nyingine kwamba ukiona kuna kupotelewa kwa hela na mali, ghafla tunaona hela kwenye account zimepotea, au wanakuambia hela zilikuwa sehemu fulani hazipo. Ukiona vinatokea vitu mara kwa mara, ujue kuna mnyanyasaji, labda ni mwizi anakuja kumuibia. Alafu withdraw za hela benki, unakuta mara kwa mara kuna mtu anaenda kuchukua hela mara kwa mara benki, hajulikani matumizi yake, ujue labda kuna mnyanyasaji anafanya kazi hiyo. Alafu ukiona kuna mabadiliko ya kifedha na hati, yani zile legal documents, mara unakuta zimebadilika mara kwa mara tu, labda inawezekana labda kuna mtu analazimisha kwa ukiandika hivi au sema hivi, kwa hiyo kwa sababu labda hajitambui au ndio hivyo yuko anatunzwa na mtu mwingine, kwa hiyo labda atakuwa na titu hata kama hapendi kufanya vitu kama hivyo. Ukiona kama kuna matatizo ya afya ya mwili yanatokea sana, yani bila kutibiwa, au kuna changamoto za afya ya akili kama anxiety, depression, PTSD, au wameacha kuamini watu, ana ile mistrust, au anajilaumu sana, au amechanganyikiwa, ujue maybe kuna something difficult ana go through, na hayo ndio matokeo ya unyanyasaji. Sasa ni jinsi gani ya kuzuia unyanyasaji wa wazee? Jambo la kwanza ni kwamba stay connected. Jitahidi sana kuwacheki wazee mara kwa mara, kwa sababu huwezi kujua wanapata kitu gani. Kwa hiyo hata kama umemwachia mtu akuangalizie mzee wako, unatakiwa unacheki mara kwa mara. Hata kama uko mbali, at least mcheki kwa kupigia simu au namna yoyote, lakini make sure uko connected na mzee wako. Alafu weka mali na taarifa za kifedha mahali pa salama. Alafu wape huduma wanazostahili, kama ni mahitaji au matibabu wanatakiwa wafanyiwe hivyo. Alafu heshimu mawazo yao. Wazee wengi wanapata depression, anxiety, au anatamani hata afya, kwa sababu labda anaona yani watu wanamdisregard, wanamuona kama sio binadamu au msikilizi. Japo wazee wengine, kuna wengine ambao wananyanyaswa kwa sababu kweli wamepoteza kuna ile cognitive decline, lakini kuna wengine ana uwezo wa kutambua vitu, lakini kwa sababu tu ni mzee, basi mtu mwingine usikilize mawazo yake, unaona tu ni mzee, unataki advantage, unamtake for granted, inakuwa sio vizuri, unaumia sana, na ndio sababu kubwa sana depression ya wazee ni hiyo. Alafu pia ukiona kama kuna unyanyasaji, labda unafahamu mzee labda amekuwa abuse kijinsia, amekuwa amenyanyaswa mambo ya hela, kuna watu wanamuibia, ananyanyaswa kwa namna yote ile, please report, kwa sababu unyanyasaji ni uhalifu ambao hutakiwi kunyamaziwa kimya, unatakiwa ureport ili mzee awe salama. Alafu mwisho, napenda kuwakumbusha pia kuwa kumbuke kwamba mmoja kati ya wazee 6 anaweza akawa ananyanyaswa kwa namna moja au nyingine. Inaweza kuwa ni ya kijinsia, ya kiuchumi, ya kisaikolojia, ya kutelekezwa kwa namna yote ile. Na huyu anaweza kuwa ni mama yako, anaweza kuwa ni baba yako, anaweza kuwa ni bibi yako, anaweza kuwa ni mjomba, ni jirani yako, ni mtu yoyote. Lakini ufahamu kama wazee wengi tu wananyanyaswa. Alafu wazee wanaonyanyaswa ambao wameanzia miaka 60 kwenda juu, kwa nini wana target wazee kwa nyanyasa? Kwa sababu wazee wengi kuanzia miaka 60 kwenda juu, wengi wanapata ile inaitwa cognitive decline, yani uwezo wa kutambua vitu, wa kufikiri unakuwa umepungua. Hiyo ni natural process. Yani kuna umri ambapo watu Mungu unakuwa sharp sana, unaweza kuelewa vitu haraka, ukafanya vitu haraka, ukatambua vitu haraka, lakini unavyoendelea age, ukifikisha miaka 60 kunakuwa na ile obvious cognitive decline, yani uwezo wako kutambua vitu, wa kuthink unakuwa umepungua sana. Kwa hiyo ndio maana watu wana take advantage ya kutaka kutumia hiyo cognitive decline kudanganya, kumanipulate wazee ili kuweza kuwaibia na kuwalagai kwa namna yote ile. Kwa hiyo ndio maana wanakuwa targeted kwa sababu ya developmental issue, hiyo stage ambao wamefikia, ambao sio vizuri kutake advantage kwa sababu mtu hawezi kujitambua. Sikiliza video hii vizuri na share kwa watu wengi sana ambao wana wazee kuanzia miaka 60 kwenda juu. Najua kila mtu anaweza kuwa na mtu anayemjua mwenye miaka 60 kwenda juu, ili wengi waweze kufahamu kuhusu unyanyasaji wa wazee, kwa sababu ni kitu ambacho kinaongelewa mara chache sana, lakini kinasumbua sana na wazee wanasumbuka sana. Kwa hiyo share hii video kwa wengi sana, ili watu wengi wafahamu, ili waweze kuchukua hatua na kuwasaidia wazee wakae salama na waage vizuri mpaka siku yao ya mwisho. Na kama unapenda hii content, tafadhali usiache kusubscribe na kushare. Asante sana.